Kabla ya dhambi kuingia duniani, uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu ulikuwa umejaa baraka, upendo, furaha na uaminifu wa kina wa pande zote mbili. Lakini baada ya mwanadamu kuasi, kivuli cha mauti kilitanda juu ya bustani ya Edeni, na kivuli hicho pamoja na laana vikaingia ndani ya roho ya mwanadamu. Kwa maneno mengine, uhusiano na Mungu ulianza kupasuka, ufa ukaingia. Basi, nini hutokea mtu anapotenda dhambi? Kitabu cha Mwanzo kinatuonyesha dalili kadhaa. Dalili ya kwanza ni aibu. Dhambi inapoingia, ghafla mtu anatambua uchi wake na aibu inamfunika. Kabla ya dhambi, jambo hili halikujulikana kabisa. Dhambi inapoingia, unaanza kuona mambo ambayo hukuyaona mwanzo na kuhisi mambo ambayo hukuyahisi. Kwa sababu ya aibu na unyonge mkubwa, walitaka kujificha, wakachukua majani ya mtini na kujishonea nguo. Lakini ukweli ni kwamba dhambi haiwezi kufichwa. Hakuna dhambi yoyote inayoweza kusitirika. Hiyo ndiyo asili ya dhambi. Kwa sababu aibu haikuweza kusitirika, dalili ya kwanza ikamvuta kwenye dalili ya pili, ambayo ni kukimbia. Hapa ndipo tabia ya mwanadamu ya kukimbia ilipoanzia. Wanadamu ni viumbe wanaokimbia daima mbali na Mungu, vikificha nyuso zao na kujaribu kuficha utambulisho wao wa kweli. Hata Mungu anapowaita, hawaitiki si kwa sababu hawasikii, bali kwa sababu wameamua kutokujibu. Je, mwanadamu anaweza kweli kukimbia mbali na Mungu? Je, kukimbia huko kuna faida? Hakuna faida yoyote. Kama mtunga Zaburi anavyosema, ukipanda mbinguni Mungu yuko huko. Ukienda chini, kuzimu yuko huko. Na ukienda miisho ya bahari, mkono wake utakuwepo pia. Dalili ya tatu inayofuata baada ya kukimbia ni hofu. Unapoficha uso wako mbali na Mungu na kujaribu kujitenga na macho yake, ni kwa sababu moyo wako umejaa hofu na uoga mkubwa. Wanadamu wanaishi katika hofu. Tuko peke yetu, tunaishi katika upweke. Na hii si kwa sababu ya hali fulani maalum, bali ni kwa sababu mwanadamu alimpoteza Mungu. Bila Mungu, tunaishi katika hali ya kudumu ya hofu na wasiwasi. Hali hii ndiyo uhalisia wa maisha ya mwanadamu asiye na Mungu. Kisha kuna dalili ya nne ya dhambi, ambayo inaonekana kuanzia aya ya 11. Baada ya mtu kukimbia mbali na Mungu, kujificha na kuishi katika hofu kwa muda, anaanza kujitetea. Anaanza kumpinga Mungu, kutoa udhuru, kukataa kuwajibika na kuwahamishia wengine lawama. Hicho ndicho tunachokiona katika aya hiyo ya 11, ambapo Mungu anasema, ni nani aliyekuambia kuwa mtupu? Je, umekula matunda ya mti ule niliyokuagiza usile? Mungu aliita akisema, Adamu, uko wapi? Adamu alisikia sauti, lakini hakuitika. Badala yake alijificha. Pamoja na hayo, Mungu aliendelea kumtafuta Adamu. Hakumtafuta ili kumwadhibu, bali ili kumwokoa. Mungu hakuachi. Je, unadhani ataacha ukimkimbia? Hataacha. Hata ukikimbilia vilindi vya dunia, atakwenda huko na kukutoa. Huo ndio upendo wa Mungu. Aliendelea kumtafuta Adamu na hakusimama mpaka alipompata. Mungu alipomkuta Adamu na Hawa hatimaye, aliuliza maswali mawili. La kwanza lilikuwa, Adamu, uko wapi? Adamu akajibu, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa sababu nilikuwa uchi, nikajificha. Kisha Mungu akauliza moja kwa moja,
Ni nani aliyekuambia kuwa mtupu? Ni nani aliyefungua macho yako kwenye dhambi? Wakati macho ya mwanadamu yanapofunguliwa na dhambi, aibu na fedheha vinamtawala. Swali hili lina maana gani kwa kina? Linamaanisha kuwa yule aliyekufundisha aibu na kukufanya utambue dhambi alikuwa Shetani. Mungu anaelekeza kidole chake moja kwa moja kwenye chanzo halisi. Swali la pili lilikuwa, je, umekula tunda la mti niliyokuambia usile? Mungu anamaanisha nini hapa? Anasema, sababu inayokufanya ujifiche na kunikimbia ni hii: umekiuka amri yangu. Umefanya kile nilichokukataza, ndiyo maana unakimbia. Kulingana na aya ya 11, dhambi ya mwanadamu inajumuisha mambo mawili. Kwanza, Shetani alikuwa nyuma ya jambo hilo. Sababu iliyomfanya mwanadamu ajaribiwe na kuanguka ni kwamba Shetani alikuwa akifanya kazi nyuma ya pazia, akimwongoza, akimshawishi na kumvuta kwenye dhambi. Yeye ndiye aliendesha tukio hili lote. Watu wengi leo hawamuoni Shetani kama chanzo cha matatizo yao. Wanapotenda dhambi, wanaichukulia kama suala la kisaikolojia au silika tu ya kibinadamu. Wanasita kukiri kwamba kuna mshawishi wa giza anayefanya kazi nyuma ya pazia. Lakini Mungu anamtaja waziwazi. Sababu ya wewe kuvunjika, kutengana na Mungu na kufungwa na dhambi ni uwepo wa mjaribu wa giza nyuma yako. Kuwa macho dhidi ya nguvu za Shetani. Hilo ndilo onyo la Mungu kwetu. Na jambo la pili ni hili: sababu ya kushindwa kwako na kuangukia kwenye hali hii ni kwamba ulikaidi neno langu. Ulikataa kusikia sauti yangu. Ulikataa kusikiliza mafundisho. Ulikataa kwenda kanisani. Ulikataa kujifunza neno la Mungu. Na ulikataa kuomba. Ulitumia kila aina ya hoja na udhuru ili kuepuka sauti yangu. Na hata ulipoisikia, ulijifanya kama hujaelewa. Na ndio maana umeishia hivi, ukiwa uchi, mwenye aibu, na macho yako yakiwa yamefunguliwa kwenye mambo ya dhambi. Sasa angalieni jinsi Adamu alivyojibu katika aya ya 12. Mtu huyo akasema, mwanamke uliyemweka awe pamoja nami, yeye ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Watu wengi wanaotenda dhambi wanajaribu kukana kabisa kile walichofanya, lakini Adamu hakufanya hivyo. Alikiri kwamba alikula. Alisema, ndiyo, nilikula. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba hapa hakuna ombi lolote la msamaha. Mahali popote katika mistari hii, Adamu hasemi, Mungu wangu, ninatubu, nilikosea, naomba unisamehe. Maneno hayo hayapo kabisa. Na hiyo ndiyo nembo halisi ya mwenye dhambi. Mwenye dhambi haepuki tu kuwajibika, bali pia hana majuto yoyote ndani yake. Nataka kuwasihi ninyi leo, mnapotenda dhambi au kukosea mbele ya Mungu, fungueni vinywa vyenu na kusema, samahani. Na jambo hili linapaswa kufanya kazi hata katika mahusiano yenu na watu wengine. Mtu ukimkosea, weka kiburi chako kando na umwambie samahani kutoka moyoni. Hapo ndipo uponyaji na furaha vinapoanzia. Watu wengi wanaishi kwa huzuni leo kwa sababu tu wana migumu ya kuomba msamaha. Watu wa kizazi hiki wameenda mbali zaidi. Ukimuuliza mtu kama ametenda dhambi, anakuambia, ndiyo, nimefanya. Kwani kuna nini? Hana hofu wala wasiwasi wowote. Anajitetea na kufanya kana kwamba ni jambo la kawaida kabisa, akisema, kwani kila mtu si anatenda dhambi? Anachukua msimamo wa kujihami na kupigana. Hakuna toba katika utamaduni wa sasa, wala hakuna majuto, kuna udhuru na maelezo mengi tu yanayofanya ionekane
kana kwamba mtu hakuwa na chaguo lingine. Hii ndiyo tabia ya 4 ya dhambi tunayoiona katika kitabu cha Mwanzo: kutoa udhuru, kukwepa majukumu na kutupiana lawama. Na hiki ndicho hasa tunachokiona duniani leo. Kitu kibaya kikitokea, kila mtu anasema ni kosa la mwingine. Hakuna anayesimama na kubeba dhamana. Katika jibu la Adamu kwenye aya ya 12, tunaweza kuona makosa matatu makubwa. Kwanza kabisa, je, Adamu alikuwa anajua kuwa tunda lile limekatazwa? Bila shaka alikuwa anajua, lakini alipokiri kuwa amekula, mara moja aliongeza kuwa haikuwa wazo lake, bali ni mwanamke ndiye aliyempa. Alitupa lawama zote kwa mke wake. Jambo la aibu zaidi ambalo mwanaume anaweza kufanya ni kumtwika mke wake lawama zote za makosa yake. Na ndivyo hasa Adamu alivyofanya. Tukiangalia maandiko kwa umakini zaidi, ni Hawa pekee aliyekuwa anajua kuhusu tunda lililokatazwa? Je, Adamu alikuwa hajui? Mwanzo sura ya 2 aya ya 15 inasema, Bwana Mungu akamtwika huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu alipotoa amri hii, je, Hawa alikuwa ameshaumbwa? Hapana. Hawa alikuwa bado hajaumbwa kabisa. Hili lilikuwa tukio lililotokea kabla ya Hawa kuwepo. Kwa hiyo, ni nani aliyepokea amri ya kutokula tunda moja kwa moja kutoka kwa Mungu? Ni Adamu. Kisha angalieni aya ya 18. Bwana Mungu akasema, si vizuri huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndipo Hawa akaumbwa. Basi Hawa alipata wapi maelezo kuwa asile tunda lile? Aliyapata kutoka kwa Adamu. Adamu alikuwa anajua kila kitu vizuri sana, lakini alisimama pale na kusema, mwanamke ndiye aliyesababisha. Hii ndiyo asili ya dhambi. Wewe unakuwa mpangaji mkuu wa kila kitu, lakini mambo yakiharibika unajifanya huna hatia, ukidai kuwa mtu mwingine ndiye aliyesababisha na wewe hujui hata kilichotokea. Adamu alijua kila kitu, lakini akamgeuka mke wake na kumlaumu. Wapenzi wangu, mtu yeyote anaweza kukosea na mtu yeyote anaweza kuanguka, lakini unapoanguka au kukosea, jambo la uaminifu zaidi la kufanya ni kukiri kosa lako. Kukiri makosa ndiyo mwanzo wa uponyaji wa kweli. Kosa la pili la Adamu linaonekana wazi tukilinganisha na kile Mungu alichosema katika sura ya 2 aya ya 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanaume anapaswa kuwa kitu kimoja na mke wake, lakini Adamu, katika ule wakati wa jaribu, alisahau kabisa kanuni hii. Kwa kumtwika mke wake jukumu lote la kosa lile, hakuwaona kama mwili mmoja tena. Aliona wewe ni wewe na mimi ni mimi. Na huu ndio ufa mkubwa zaidi unaoharibu ndoa na mahusiano mengi. Leo mtazamo wa kwamba mimi ni mimi na wewe ni wewe. Mambo yakishindikana tunaachana. Changu ni changu na chako ni chako. Kila kitu kimegawanyika. Na hiyo ndiyo sababu wanandoa wengi wanashindwa kuwa kitu kimoja cha kweli. Kwa sababu hawana ule ufahamu wa msingi kwamba wanamilikiana na kuwa mwili mmoja. Kumbukeni, mume na mke ni mwili mmoja.
hata kama mke wako amekosea kiasi gani. Nusu ya jukumu hilo ipo juu ya mabega yako kama mwanaume. Hiyo ndiyo maana ya kuwa mwanaume wa kweli. Kuanzia leo, enyi waume, bebeni na mshirikiane na wake zenu katika mapambano yao. Mwanaume anapofanya hivyo, mke wake anastawi na furaha inaingia ndani ya nyumba. Kosa la tatu la Adamu lilikuwa hatari zaidi, kwa sababu chini ya lawama alizompa mke wake kulikuwa na chuki iliyofichika dhidi ya Mungu mwenyewe. Angalieni mpangilio wa maneno yake. Hakusema tu mwanamke alinipa, bali alisema mwanamke yule uliyempa awe pamoja nami. Maneno hayo yanadhihirisha kitu kizito sana. Alikuwa akimshtaki Mungu kwa njia ya siri. Ni kana kwamba anasema, Mungu, mimi sikukuomba mwanamke, nilikuwa zangu peke yangu, ukasema si vizuri nikae peke yangu, ukanitengenezea huyu mwanamke, na yeye ndiye aliyenipoteza. Kwa hiyo, nani wa kulaumiwa hapa? Ni wewe, Mungu uliyemleta. Huu ni utetezi wa udanganyifu na wa hatari sana. Hivyo ndivyo wanadamu wanavyofanya wanapotenda dhambi. Wanataya kwa ufupi sana kile kilichotokea, kisha wanatumia saa nyingi kueleza kwa nini wao hawahusiki na kosa hilo. Utasikia mtu akisema, wewe ndiye uliyenikasirisha, mimi si mtu wa hasira, lakini ulinisukuma hadi nikavuka mstari. Wewe ndiye chanzo cha mimi kupoteza udhibiti. Kila kosa linatupiwa mtu mwingine. Hiyo ndiyo tabia ya mwenye dhambi. Lakini mtu anayetembea na Mungu anasema, nilikosea na jukumu hili ni langu. Watu wengine hufikia hatua ya kumlaumu Mungu moja kwa moja, wakiuliza, kwa nini Mungu aliniruhusu nifanye hivi? Kwa nini hakunisitisha nilipokuwa karibu kuanguka? Kwa nini aliumba ulimwengu wenye dhambi na kuniumba nikiwa na uwezo wa kukosea? Lakini maswali haya yana maana gani? Ni sawa na kuuliza, kwa nini uliniumba kuwa binadamu badala ya mnyama? Wanyama hawana mapambano ya kuchagua kati ya mema na mabaya, kwa sababu hawana dhamiri wala uhuru wa kuchagua. Mungu alitupenda wanadamu sana, akatuumba kwa mfano wake, tukiwa kilele cha uumbaji wake, na akatupa uhuru kamili wa kuchagua. Unaweza kuchagua kutenda dhambi au kutotenda dhambi. Uamuzi huo uko mikononi mwako. Mungu alitupa uhuru huo, lakini tunapotumia uhuru huo vibaya na kuanguka, tunamgeukia Mungu na kumlaumu yeye kwa kila kitu. Je, Mungu ndiye aliyekosea hapa? Hapana. Hii ni tabia tu ya kibinadamu ya kujitetea na kuhamishia lawama kwa mamlaka ya juu ili kukwepa ukweli. Hakuna hata tabia moja kati ya hizi iliyokuwepo ndani ya Adamu na Hawa. Kabla ya anguko, hawakuwahi hata kuwaza kwa namna hiyo iliyopotoka. Adamu alipata wapi akili hii ya kutoa udhuru na kusingizia wengine? Alipata wakati ule dhambi ilipoingia ndani yake. Hii inatuonyesha jinsi dhambi ilivyo hatari na inavyoharibu fikra za mwanadamu. Lakini Mungu hakuishia kwa Adamu tu. Alimwendea na Hawa pia. Katika aya ya 13 akamwambia, ni jambo gani hili ulilolifanya, mwanamke? Naye akajibu, lakini angalieni kuwa hakusema ninatubu wala nilikosea. Alisema, nyoka alinidanganya nikala. Je, mwanamke alikuwa tofauti na mwanamume katika majibu yake? Hapana. Linapokuja suala la dhambi, majibu ya wanadamu yanafanana kabisa, iwe ni mdogo au mkubwa, mwanaume au mwanamke. Dhambi ikishakushika, tabia inakuwa ile ile: toa udhuru, kataa kuwajibika, tupia wengine lawama, kasirika na mnyoshe kidole mtu mwingine. Wapenzi wangu,
Sitaki ninyi mkuwe watu wa kutupia wengine lawama, wala watu wa kutoa udhuru kila wakati. Nataka mkuwe watu mnaobeba majukumu yenu. Nataka mkuwe na ujasiri wa kushinda kiburi chenu na kusema samahani. Hawa, kama vile Adamu, hakukiri makosa yake mbele ya Mungu. Badala yake, alijifanya hana kosa lolote, akidai kuwa nyoka alimlaghai na hakuwa na chaguo lingine. Na hivyo, lawama zote zikaenda kwa nyoka. Je, mnajua kwa nini Biblia inasisitiza sana kuhusu toba? Ni kwa sababu ya tabia hii ya kibinadamu. Ukimkosea Mungu, nenda kwake na useme samahani. Na kuna jambo moja la kipekee kuhusu asili ya mwanadamu. Hata mtu akikukosea kiasi gani, anapokuja kwako na kuomba msamaha kwa dhati kabisa, kuna kitu ndani yako kinajilainisha na unajikuta unataka kumsamehe na kusahau yaliyopita. Lakini mtu huyo akikataa kukiri kosa lake na kuendelea kuwa mkaidi, moyo wako unazidi kuwa mgumu na unataka kuendelea kumfanyia uchunguzi. Ndivyo tulivyo wanadamu. Kwa hiyo, jambo lolote baya linapotokea, weka kiburi chako chini haraka na ukiri ulichofanya. Ukimkosea Mungu, tubu. Ukimkana au kuonyesha ukosefu wa heshima kwa kufuata sanamu za dunia hii, geuka na utubu kwa hayo yote. Rudi kwake, kiri dhambi yako na ulie mbele zake kwa majuto ya kweli. Acha kulalamika, acha kutupia wengine lawama, na acha kushikilia vinyongo vyako. Usijaribu kukimbia kwa kubwaga makosa yako juu ya mgongo wa mtu mwingine, kwa sababu kukimbia hakutasaidia kitu. Huenda baadhi yenu mnauliza, nikikiri dhambi yangu na kutubu, je, inamaanisha nitapaswa kulipa gharama kamili ya makosa yote niliyofanya? Katika ulimwengu huu wa kibinadamu, ndiyo, kuna matokeo ya kisheria au kijamii, lakini katika ufalme wa Mungu, ni nani anayelipa gharama ya dhambi zako? Ni Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu kubwa iliyomfanyaje duniani. Mungu hakuombi ufanye jambo ambalo unajua kabisa huna uwezo wa kulifanya. Huwezi kulipa deni la dhambi zako mwenyewe. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye uwezo huo hapa duniani. Kwa hiyo, Mungu hasimami mbele yako akidai malipo kutoka kwako wakati anajua huna. Kitu anachotaka kutoka kwako ni kukiri tu. Anataka uje mbele zake kwa moyo wa unyenyekevu na useme, Mungu wangu, nilikosea kabisa, na nina majuto makubwa moyoni mwangu. Sijui hata nifanye nini. Hiyo ndiyo toba ya kweli. Na baada ya hapo, Mungu anasema, gharama yote mimi nitaibeba, na msamaha mimi nitakupa. Hili ni jambo la neema na la ajabu sana, lakini cha kusikitisha ni kwamba watu bado wanakuwa wagumu kufanya hivyo. Nataka kila mmoja wetu leo aje mbele za Mungu na akiri makosa na kushindwa kwake. Ilete mbele zake kila dhambi, hata ile unayoiona kuwa ni ndogo kabisa. Piga magoti mbele za Mungu na uruhusu machozi ya toba yatiririke, kwa sababu unapofanya hivyo, Mungu wetu ambaye upendo wake ni mkuu na wa ajabu, atanyoosha mikono yake na kukusamehe kila dhambi uliyofanya. Ataifuta kabisa na kuitupa katika vilindi vya kusahau kana kwamba haikuwahi kuwepo, na hatarudi kuisema tena. Huo ndio uponyaji wa kweli unaotoka kwa Mungu, msamaha unaotoka kwa Yesu Kristo, na nguvu ya mabadiliko inayokutoa katika utu wa kale kwenda utu mpya kupitia Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie aya ya 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo lako utakwenda,
na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Kuna jambo la kipekee sana hapa. Mungu alimwendea Adamu na kumuuliza, uko wapi? Akamwendea Hawa na kumuuliza, umefanya nini? Adamu alimlaumu Hawa na Hawa akamlaumu nyoka. Lakini Mungu alipofika kwa nyoka, hakumuuliza swali lolote kabisa, tofauti na Adamu na Hawa ambao aliwapa nafasi ya kuzungumza. Kwa nyoka ilikuwa ni hukumu ya papo kwa papo na tangazo la laana. Hakuna nafasi ya toba iliyotolewa. Kwa Shetani hatimaye yake ni hukumu na laana ya milele pekee. Je, mnajua kwa nini Mungu anatuuliza maswali tunapokosea? Hatubana kwa maswali ili kutudhalilisha au kutuonyesha makosa yetu kwa nia ya kutuangamiza, bali anafanya hivyo ili kutupa nafasi ya kukiri, atusamehe, atubariki na kuturejesha katika nafasi yetu. Mungu anapoingilia kati maisha yako na kukuuliza maswali, anataka kukusamehe na sio kukuangamiza. Ingawa watu wengi wanajawa na hofu, wakidhani Mungu anakuja kuwaangamiza. Mungu alitangaza laana mbili juu ya nyoka. Kwanza, alimwambia atatambaa kwa tumbo lake. Viumbe vingine vyote vinatembea kwa miguu au kuruka kwa mabawa vikiwa na heshima yake. Lakini nyoka hana miguu wala mabawa. Anasogea kwa siri na kuteleza chini. Hii inaonyesha kupotoka kwa asili yake. Na ninyi msiishi maisha ya namna hiyo, ya siri na ya kupotoka. Ishi kwa uadilifu, ukiwa umejiinua kichwa chako juu kama mtoto wa Mungu. Laana ya pili ilikuwa ni kula mavumbi siku zote za maisha yake. Katika kitabu cha Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa nini? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mavumbi yanawakilisha miili yetu ya nyama, na pumzi ya uhai inawakilisha roho ya Mungu iliyo ndani yetu. Hii ina maana gani? Uwanja wa kazi wa Shetani ni mwili wako. Mwili ndio eneo lake la kujilisha, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hizi ndizo njia anazotumia Shetani kukufikia na kushambulia roho yako. Anaweza kuleta magonjwa, mateso, au kukutega kwa raha za dunia kupitia mwili wako. Kwa hiyo, kataeni tamaa za mwili na macho pamoja na kiburi cha uzima. Roho ndiyo inayotoa uzima. Mwili pekee haufai kitu, na Shetani hawezi kuigusa roho yako. Anachoweza kula ni mwili huu wa mavumbi unaoharibika. Sasa angalieni aya ya 15 ambayo inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, na wewe utamponza kisigino. Nyoka alimshawishi mwanamke akatenda dhambi, na sasa Mungu anaweka uadui kati ya nyoka na mwanamke, na kati ya uzao wao. Huu ndio unabii wa kwanza kabisa wa kuja kwa Masihi katika maandiko matakatifu yote, ahadi ya ajabu na ya kiungu iliyofichwa katikati ya laana. Nyoka ataendelea kupiga kisigino, ikimaanisha Shetani ataendelea kutushambulia bila kukoma, akijaribu kutuangusha. Lakini uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo angekuja pale msalabani Golgotha na kumponda nyoka kichwa chake. Huu ni unabii wa ushindi mkuu wa Kristo juu ya nguvu zote za Shetani. Na jambo la kushangaza katika aya hii ya 15 ni kwamba anguko la mwanadamu na wokovu wa Mungu vinaonekana kwa wakati mmoja. Kushindwa kwetu na uokoaji wa Mungu vinaletwa pamoja. Wokovu wa Mungu unaanza pale pale unapoanguka.
Unapotenda dhambi, Mungu hasubiri kwanza, ndipo akae chini afikirie jinsi ya kukusaidia. Upendo wake unaanza kusogea kwako papo hapo, na msamaha wake unakuwa njiani tayari kukutafuta. Sote tunaijua hadithi ya mwana mpotevu aliyetwaa urithi wa baba yake na kukimbilia nchi ya mbali, jambo lililovunja moyo wa baba yake sana. Lakini je, unafikiri yule kijana alipoondoka, baba yake alibaki na hasira na chuki moyoni mwake? Hapana. Alikuwa akimwona mtoto wake mpumbavu akielekea kwenye maangamizi yake mwenyewe, na moyo wake ulikuwa unavuja damu kwa huzuni tangu hatua ya kwanza kijana huyo aliyopiga kuondoka nyumbani. Kuanzia siku ile mwana alipoondoka, baba alikuwa ameshasamehe kila kitu moyoni mwake. Sisi wanadamu, mtu akitukosea vibaya, tunachukua muda mrefu tukiwa na hasira na vinyongo kabla ya kusamehe kwa shingo upande. Lakini Mungu hayuko hivyo. Ulipotenda dhambi, Mungu alikuwa ameshamaliza uamuzi wa kukusamehe tangu miaka 2000 iliyopita pale msalabani. Kila usiku tangu wakati huo, Baba wa mbinguni amesimama mlangoni, huku taa zake ziking'aa wazi, akikusubiri urudi nyumbani. Rudi bila hofu yoyote, kwa sababu kila kitu kiko sawa na dhambi yako ishasamehewa. Unachotakiwa kufanya ni kurudi tu na kutubu kwa moyo wa dhati. Rudi kwa Mungu ukiwa na machozi machoni na moyo uliovunjika, na Mungu ataweka pete ya heshima kidoleni mwako. Atakuvika vazi jipya na kufanya sherehe kubwa kwa ajili yako ya kukukaribisha nyumbani kwa furaha. Usiogope na wala usiendelee kuamini uongo wa adui unaokuambia huwezi kusamehewa. Sema tu maneno haya rahisi kutoka moyoni: Mungu wangu, ninasikitika sana. Nilikosea na nilikuwa kwenye makosa, na jambo hili lianze kwanza ndani ya nyumba zenu. Ningependa kufunga ujumbe huu kwa zoezi moja dogo sana. Mfikirie mtu aliyeketi karibu nawe sasa hivi, mume wako, mke wako, mtoto wako au mzazi wako, na ujifunze kumwambia maneno haya: ninakuomba radhi. Kile nilichofanya kilikuwa kosa langu na ninasikitika sana. Tafadhali nisamehe. Hebu jaribu kufanya hivyo sasa hivi kama mwenza wako yuko karibu nawe. Mgeukie na umwambie kwa unyenyekevu: mimi pia nilichangia kukosea. Nisamehe. Mkiweza kuwa na utamaduni huu ndani ya nyumba zenu, hakuna huzuni au mfarakano utakaoweza kudumu katika familia zenu. Leo hii nendeni nyumbani na mkawaambie samahani watu wale mnaowapenda, na muwe na desturi ya kuomba msamaha kwa kila mtu mnaokutana naye. Hata mtu akikukanyaga mguu kwa bahati mbaya, mwambie samahani kwa kuweka mguu wangu hapo ulipokuwa unapita. Kuwa na moyo huo wa upole. Nilimfahamu mzazi mmoja aliyekuwa anashindwa kuelewa kwa nini tabia ya mtoto wake haibadiliki hata akifanya jitihada gani. Lakini siku moja mzazi huyo aliamua kuweka kiburi chake kando, akapiga magoti mbele ya mtoto wake na kumwambia, mwanangu, ninaomba unisamehe kwa makosa niliyokufanyia. Mtoto yule alilia na kusema, nimekusamehe mzazi wangu. Na kuanzia siku hiyo maisha na uhusiano wao ulibadilika kabisa. Sisi kama wazazi tunaweza pia kuwakosea watoto wetu, na tunapofanya hivyo tusiruhusu kabisa kiburi cha uzazi kitufanye tuwe wagumu. Tunapaswa kuwa waaminifu na kuwaambia, mwanangu, nilikosea kupoteza uvumilivu na kukupiga kwa hasira. Naomba unisamehe. Enyi waume mlio hapa leo, nendeni nyumbani.
mkawaombe radhi wake zenu kwa unyenyekevu wote. Na nawaahidi kuwa hata chakula cha jioni cha leo kitakuwa kitamu na chenye amani zaidi kuliko siku zote. Furaha ya kweli inakuja pale tunapokuwa na ujasiri wa kusema, nimesikitika. Mimi pia nina mapungufu na ninatenda makosa. Tafadhali nisamehe. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, sisi sote ni wanadamu dhaifu na wenye mapungufu mengi, na sote tumetenda dhambi mbele zako. Tunaomba uturehemu, ufunike kushindwa kwetu, na utusamehe makosa yetu yote kwa neema yako kuu. Tunaomba haya yote katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.